unazungumzia jambo halijaenda sawa kiserikali. Wewe kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi kimkoa ambao unasimamia ilani, wanachukua hatua gani? Zipo hatua kadhaa ambazo tunazichukua. Na ninapozungumzia maendeleo katika mkoa wetu na mafanikio, si kwamba mambo yote muda wote yanapenda vizuri. Ndio maana viongozi tupo wa chama na wa serikali, lakini moja ya hatua ambazo mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa kubwa ambalo huwa linaniongoza ni vikao halali ambavyo vinavyolenga kuleta suluhu, vinavyolenga kujenga. Na ndio maana tunaambiwa katika katiba yetu kwamba wakuu hawa wa serikali, mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, wanakwenda wajumbe wa kamati za siasa katika maeneo yao na wanatoa taarifa katika vikao na wanasoma utekelezaji wa ilani, vitu vingi. Na katika sasa vikao hivyo ndipo huwa kunajitokeza sasa pengine chama kupitia viongozi wetu mbalimbali kwenye maeneo yao, tunaiambia serikali kwamba hapana, hapa nadhani mambo hayako sawa, na watu nazungumza pale kama ni kamati ya siasa, mkoa yuko pale, tunachangia, tunazungumza, tunatoka pale tunaolewa pamoja kwenye kamati za siasa. Ni vivyo hivyo. Kwa hiyo hatusemi kwamba hakuna kitu ambacho hakitokei kikaenda sasa. Hapana, vinatokea, lakini vinachukuliwa hatua haraka sana, kwa sababu kuna mshikamano uliopo pale kati ya chama na serikali. Serikali ni Chama cha Mapinduzi, na moja ya jukumu kubwa la Chama cha Mapinduzi ni kuisimamia serikali. Na serikali tunaisimamiaje? Tunaisimamia, huwezi kusimama mwenyekiti wa mkoa kwenye uwanja wa mkutano pale alafu kaanza kusema hii serikali sina nini. Hapana, tuna utaratibu wa kuelezana ambao ni vikao, na uliona tu katika chama, sisi viongozi wa chama ni binadamu, tuna mapungufu yetu, mapungufu yapo na makosa yapo, na serikalini ni binadamu, yapo mapungufu kule, lakini tukiwa wote sasa tunakaa pamoja, tunazungumza ya mapungufu, huwa tunatoka na uelewa wa pamoja, tukiwa lengo letu ni kuimarisha Chama cha Mapinduzi, lakini na lengo kubwa la kujenga nchi, kuwatumikia wananchi, lakini kuhakikisha kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kiongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali akiwa na utulivu, akiamini kabisa kwamba ana viongozi ambao ni imara na wanaomsaidia kuwatumikia wananchi. Okay. Na labda tayari ukiwa umeshatoa onyo kwa kiongozi fulani ambao unahisi moja kwa moja huyu anaenda kuharibu ule muungano na umoja wetu ambao tunautengeneza kwa hali na mali, ni hatua zipi ambazo kama kiongozi wanachukua dhidi ya mtu huyo? Labda niseme kwenye Chama cha Mapinduzi hakuna kiongozi aliye na uwezo wa kumchukulia kiongozi mwenzake hatua. Kitu ambacho kina uwezo ni vikao. Unaweza kati kama mwenyekiti wa mkoa, mimi ni mwenyekiti tu, lakini kama ni adhabu ni kikao. Kikao ambacho kinaongozwa na wewe. Naongoza mimi, lakini adhabu inayotolewa pale sio nimeitoa mimi, inatolewa na chama. Sasa watu wanakosea kupersonalize, kuweka kama mambo ile chama ile, kwa sababu viongozi hawa ni binadamu, lazima wawe na uongozi wa pamoja. Wanapokuwa na uongozi pamoja, wanakuwa na mtazamo wa pamoja. Mimi kama mwenyekiti naweza kuwa na mtazamo fulani, lakini kutokana na mchango wa viongozi wengine pale wanaweza
toa kwenye mtazamo wangu, nitakubaliana na mtazamo wao. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti, kwa hiyo kusema mimi mwenyekiti nimempa adhabu fulani, na ukasikia kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi anasema namna hiyo, nadhani huyo amepotoka, anakosea. Hata ukisoma katiba yetu, soma viongozi mbalimbali, soma kanuni mbalimbali, ni vikao ndio peke yake vinavyotoa adhabu. Unatamani kuiona CCM ya namna gani katika uchaguzi unaofuata? Kwa kweli natamani kuiona CCM inayong'ara, CCM imara, CCM inayopendwa, CCM inayokuwa ni tegemeo la Watanzania na wanakatari katika kuhakikisha kabisa inawatumikia.